Tazama, nilikukwambia ya kwamba ninaendelea na maombi katika nchi hii ya Kenya. Maana mahali nimefika niliona Kenya si sawa, na tukaona kwamba watu wanaendelea na kuangamia, na maangamizi wao hawajui inatoka wapi katika maisha yao. Na ninazidi kueleza ya kwamba kuna mambo inafanyika katika Kenya hii, na pasipo maombi hakuna mahali tutaenda, ama watu watazidi kuangamia katika nchi ya Kenya. Kuna kitu nataka niwaeleze asubuhi ya leo. Kiini ya maombi yangu ni ya kwamba Kenya iwe na amani. Na nilisema ya kwamba mimi si mtu wa siasa. Mimi si mtu wa siasa mahali popote. Lakini ile ninaomba ya kwamba Wakenya wawe na amani. Mtazamaji wewe ambaye unalitazama, nia yangu tu ni Kenya wawe katika amani. Nilipoangalia juzi tulikuwa na maandamano kali katika nchi hii. Na hiyo maandamano tuliyokuwa nayo, nchi ndio inachomeka. Na mimi kama mtumishi wa Mungu sijakubali na mambo kama haya, kama hiyo maandamano. Maana tulipoona ile maandamano, manyumba zilichomwa, vitu mingi zikaribika, vitu wakachoma mpaka chakula za watu. Na ujui mtu labda alipata pesa yake kadogo akatumia, na hiyo pesa yake sasa imeisha. Na Kenya tunaonya kabisa kama mtumishi wa Mungu, ninaona serikali wanaingia katika kanisa, wanapiga risasi, wanapiga bunduki. Si mzuri kwa upande ya serikali. Nimesema mimi si mwana siasa, lakini tunaomba amani katika nchi ya Kenya. Maana zile vitu tunashuhudia kwa macho yetu, inashuhudia kwa sababu watu ni wenye dhambi. Watu wamefanya dhambi. Sasa watu wanafanya vitu kwa akili zao. Hiyo ndio ninakataa kwa jina la Yesu. Maana tunapoangalia watu wanafanya vitu kwa akili zao. Mtu anamuka na mambo yake na anaanza kufanya. Na ni kwa sababu mtu ako na pesa, ako na uwezekano ya kwenda na atafute watu wape 200, 300, 500 ili aweze kupata watu wakaenda wakafanya maovu. Na ile tunajua ndugu, nyinyi ni watu wa Mungu. Sana ninaomba wanasiasa warudi wakae chini na wajiangalie. Unapoangalia ile vita ya wana wa Israeli, hata Farao alipoenda kuondoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, tazama tu Mungu ndiye aliwapigania. Haikuwa ni vita ya mkono kwa mikono, lakini Mungu alipigania wana wa Israeli wakatoka katika ile nchi ya Misri. Haikuwa ni vita ya kupigana na rungu kwa rungu, lakini walitumia nguvu za Mungu na Mungu akashinda Farao. Kwa hivyo kama kuna vita ya kiongozi, wacheni kupiga kwa njia ya mikono kwa mikono, kwa panga kwa panga, kwa bunduki kwa bunduki. Tuondoke kwa hiyo, maana inafanya vijana wetu wanakufa na vijana wetu wanaisha. Inafanya vijana wetu wanakufa na vijana wetu wanaisha. Kwa hivyo mimi kama mtumishi wa Mungu ninaomba